Asifiwe sana. Maana tukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, tusome kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ya 10 na mstari wake wa 3. Wakorintho wa pili sura yake ni 10 na mstari wake wa 3. Ndio tunasoma kwa jina la Yesu. Neno Mungu nasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Amen. Paulo na wakati nawaandikia Wakorintho nasema kwamba maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Yaani hapa Paulo anaonyesha kwamba tuko vitani, yuko kwenye vita, na hasemi kwamba hapa alipoandikia wa Korinto hajitamki mwenyewe. Tuna kwamba hii sentensi haisemi yeye mwenyewe. Hasemi kwamba maana ingawa naenenda katika mwili sifanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hapana. Anasema ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Yaani anaonyesha kwamba ni sisi sote kwa jumla. Bwana asifiwe. Anayefanya vita si mwenyewe binafsi, lakini anasema tu, anatumia neno tu, hiyo silabi ya tu. Maana silabi ya yeye mwenyewe angesema na. Bwana tusaidie sana. Angesema napiga, nafanya vita, nafanya, lakini anasema tu, inamaanisha kwamba anatumia silabi ya sisi wote. Yeye pamoja na Wakorintho wote, na si Wakorintho peke yake tu, lakini waumini wote duniani. Bwana asifiwe. Wakristo wote duniani tuko kwenye hii sentensi. Anasema maana ingawa tunaenenda katika mwili, si yeye tu na Wakorintho, hapana, ni yeye na waumini wote duniani. Anasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ni yeye na Wakorintho na waumini wote, na sisi tukiwa miongoni. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Yaani inamaanisha kwamba tuko vitani. Waumini wote wako vitani. Na tutambue kwamba maisha yote kwa jumla, hata kabla mtu hajaamini, maisha yote peke ni vita. Hata kabla mtu hajaamini, maisha ni vita. Maana kama mtu hajaamini, asifikiri kwamba yeye haiko kwenye vita. Hii si vita wa Kristo tu, ni vita ya kila binadamu. Lakini zaidi sana wale ambao wameshaamini wako kwenye vita zaidi. Bwana tusaidie sana. Wale ambao wameshamwamini Bwana Yesu, wakachagua kuishi maisha ya kumfuata Yesu, hawa wako kwenye vita zaidi na shetani kuliko wale watu wengine wa kawaida. Kwa tutambue kama maisha kwa jumla ni vita. Sasa ukitambua kama maisha ni vita, sasa utaishi kama mwanajeshi aliye vitani. Si mwanajeshi aliye likizoni, mwanajeshi aliye kwenye vita. Mwanajeshi aliye vitani anakuwa iko makini sana kuliko mwanajeshi ambaye iko kwenye likizo. Mwanajeshi ambaye iko vitani iko makini sana, iko mwangalifu sana. Kuna vitu vingi anajinyima, kuna starehe nyingi anajinyima, kwa sababu anatambua kwamba iko kwenye vita, iko kwenye uwanja wa mapambano. Sasa sisi hapa Wakristo wote tuko kwenye uwanja wa mapambano. Tuko kwenye uwanja wa mapambano, lazima tuwe makini na behave kama wanajeshi ambao wako vitani, ambao wako kwenye uwanja wa mapambano. Bwana tusaidie sana. Maana ukiangalia tu hata Waisraeli, wakati Mungu anawatosha Misri kuwapeleka Kanaani, anawaahidi nchi. Kwanza ile nchi Mungu alimwahidi kuanzia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, asikacha sasa kutimilizwa hasa wakati Israeli anatoka kwenye utumwa. Wanapelekwa katika ile nchi ambayo Mungu alikuwa alimwahidi Ibrahimu. Sasa ile nchi ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu haikuwa nchi ambayo iko empty, hapana. Haikuwa nchi ambayo iko empty. Haikuwa utupu, ilikuwa na watu ambao wanaimiliki. Bwana tusaidie sana. Kulikuwa watu ambao wanaimiliki. Na ili sasa kuweza kurithi ile nchi, haikuwa tu jambo la kufika tu pale na kutangaza tokea leo hii nchi imekuwa yetu. Hapana. Haikuwa jambo la Waisraeli kufika tu pale na kusema hii nchi imekuwa yetu maana Mungu ameshatuahidi, alafu sasa wale wa Kanaani waanze kujitoa wenyewe kwa sababu Waisraeli wanasema. Hapana, ilikuwa ni jambo la kufanya mapambano, waipiganie ile nchi.
Hata kama waliahidiwa, lazima waipiganie. Bwana tusaidie sana. Lazima waipiganie. Walifanya vita, hawakuingia tu hivi kirahisi tu kwa sababu Mungu ameahidi. Walipigana vita kali ili waweze kurithi ile nchi. Na wewe usiseme tu Mungu ashaganiahidi tu nitakaa tu salama, nitalala tu. Mungu ashaganiahidi kutabarikiwa, Mungu ashaganiahidi nitaolewa, Mungu ashaganiahidi tu nitafanya harusi, Mungu ashaganiahidi nitapata tu visa. Hata kama Mungu ashagakuahidi, lazima ufanye vita. Maana kila ambacho Mungu amekuahidi, kuna nguvu ambayo inakizunguka. Ili uweze kukirithi, lazima upigane vita. Bwana tusaidie sana. Usikae tu urelax useme Mungu ashaganiahidi na ngoja tu kuona utimilifu. Hiyo ni akili ya upumbavu. Hakikisha unafanya vita kimaombi ili uweze kurithi yale yote ambayo Mungu ameshakuahidi. Bwana asifiwe. Maana kama ni ahadi, hata Waisraeli walikuwa nayo, lakini haikuziwa asifanye vita ili waweze kurithi kile ambacho Mungu aliwaahidi. Na sisi ndivyo ilivyo. Mungu ametuahidi mambo mengi. Mungu alituahidi hata mbingu. Ili tuweze kuirithi, lazima tufanye vita. Biblia inasema ufalme wa mbingu utarithi wenye nguvu. Wenye nguvu ndio watauteka. Ni wale wenye nguvu katika kufanya vita. Wanapambana na ile nguvu ambayo inawazuia wasifikie mbinguni. Maana kuna nguvu ambayo inatuzuia tusifikie yale ambayo Mungu ametuahidia. Kuna nguvu ambayo inatuzuia, inajaribu kutuvuta tusifikie yale ambayo Mungu ametuahidia. Basi ili tuweze kurithi yale yote ambayo Mungu ametuahidia, hakikisha unafanya vita. Tambua kama maisha ni vita. Bwana asifiwe. Amen. Maisha ni vita. Sasa mtu, ili maombi iweze kuwa na thamani kwako, ili maombi iweze kuwa na thamani kwa mtu, ni wakati ameshatambua kama maisha ni vita. Mtu ambaye hajatambua kama maisha ni vita, maombi kwake haina thamani. Tukikuja hapa mkesha, naona kama tunakosa kazi tu. Mnaenda kukesha, kwa nini tu mnakesha? Tukikuja hapa tunafanya mafungo, naona kama yeye ni havimhusu. Unaona? Kuna watu wanaona kama havimhusu. Na kuna mshika tutafanya hata miaka 10 tukifanya makesha, tunafanya mafungo, yeye hatawahi kushiriki. Kwa kanaona kama havimhusu. Ni kwa sababu gani? Hajatambua kwamba maisha ni vita. Sasa ukishatambua kwamba maisha ni vita, lazima utafanya vita, utafanya maombi. Hayo maombi ina thamani. Maombi ina thamani. Mafungo ina thamani kwa mtu ambaye anatambua kama maisha ni vita. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mtu ambaye hajatambua hilo, maombi kwake haina thamani. Mafungo kwake haina thamani. Mikesha kwake haina thamani. Haisamanisha, anaona kama ni vitu vya ujinga. Lakini watu ambao wanatambua kama maisha ni vita, wanatambua thamani ya maombi. Wanaisamanisha maombi. Wako tayari kuacha hata shughuli zao wafanye makesha. Wako tayari kuacha hata shughuli zao wanafanya maombi. Yaani maombi, kuna ratiba, kwenye ratiba za maisha yao watakachokifanya kwa wiki, pia kuna ratiba ya maombi. Wanapopanga wiki hii nitatembea hivi na hivi na hivi, pia kwenye mipango yake ya wiki anaweka na maombi. Kwa sababu anatambua kwamba maisha ni vita. Anatambua kwamba mipango yote ambayo nitaipanga kwa wiki haiwezi kufanikiwa bila kuomba Mungu anisaidie. Bwana tusaidie sana. Lakini wale ambao hawatambui kwamba maisha ni vita, wale ambao hawatambui kama maisha ni vita, kwenye ratiba zao za wiki hakuna maombi. Anapanga tu, Monday nitaenda huku, Tuesday nitafanya hivi, Wednesday nitafanya hivi, Thursday nitakwenda huku, Friday nitakwenda huku, Saturday nitakwenda huku, Sunday nitafanya hivi, after that nitafanya hivi. Yaani kwenye ratiba yake yote ya wiki hakuna neno maombi. Iwe ni ratiba za usiku, iwe ni ratiba za mchana, hakuna jambo maombi ambalo linaingia kwenye ratiba yake. Kwa sababu gani? Hatambui kwamba maisha ni vita. Bwana tusaidie sana. Lakini wale ambao washatambua kama maisha ni vita, kwenye ratiba zao wanaweka neno maombi. Kuna maombi kwenye ratiba. Iwe ni ratiba za usiku, kuna maombi. Iwe ni ratiba za mchana kwa wiki nzima, kuna maombi. Wapenda tujikaze. Bwana asifiwe. Tujikaze kuomba kwa bidii. Tutambue kwamba maisha ambayo tunaishi ni vita. Na vita hii inakuhusu hata wewe usipojihusisha nayo, au inakuhusu. Si kwamba vita hii inakutafuta kwa sababu wewe umeanza kuipigana. Hata kama hujaanza kuipigana, au itaanza kukupiganisha. Kuhakikisha unafanya vita, unaomba kama mwanajeshi, unaomba maombi ya kufanya vita ili uweze kutoboa, ili uweze kusonga mbele. Lazima ufanye vita.
hata kwenye maisha ya kiroho. Huwezi kuifanya hatua yoyote kwenye maisha ya kiroho, kwenye maisha ya imani, bila kufanya vita, bila kuomba. Huwezi kuifanya hatua yoyote ya kushinda dhambi na uovu kama hauombi kwa bidii. Yaani kwenye hatua zetu zote za maisha ya imani, hata kwenye maisha ya utumishi wako hauwezi kuwa na hatua nyingine ya ziada, ya zaidi ya ile ulionayo kama haufanyi vita. Kama hauombi kwa bidii, huwezi kuwa na hatua nyingine kwenye maisha ya utumishi, kwenye maisha ya imani, huwezi kuwa na hatua nyingine. Utabaki pale pale ulipo, miaka nenda miaka rudi. Bwana tusaidie sana. Hatua zetu za imani, hatua zetu za utumishi zitasonga mbele kama tunaomba. Lakini kama huombi kwa bidii, hatua zako haziwezi kwenda mbele. Ziwe ni za imani, ziwe ni za utumishi, ziwe za maendeleo kwa maisha yako ya kimwili, haziwezi kwenda mbele. Huwezi kuifanya hatua yoyote ya kwenda mbele kama hufanyi vita ya maombi. Bwana tusaidie sana. Maana yale yote, maisha yetu yote imezungukwa na nguvu. Kuna nguvu ya shetani ambayo imezingira maisha yetu ili tusifanye hatua yoyote ya kwenda mbele. Iwe ni hatua ya imani, iwe ni hatua ya huduma, iwe ni kwenye maendeleo. Hatuwezi kufanya hatua yoyote bila kufanya vita. Haiwezekani. Bwana tusaidie sana. Hata kwenye maisha tu ya kwenye biashara tu, hii biashara zako tu ndogo ndogo tu, kuna vita tu, utashangaa. Hata kuifanya tu biashara ndogo tu, utashangaa kuna vita vinainuka. Hata unashangaa. Na vita kwenye biashara si biashara tu vile vikubwa, hata biashara ya magari, biashara ya kwenda China, biashara ya kwenda Dubai, ya kwenda wapi, hata biashara tu ndogo ndogo tu, nguo tu za mitumba. Bwana tusaidie. Hata ukileta tu biashara tu ya yebo tu, utashangaa vita itainuka. Alafu ukisema hapana, hivi naona wananipiga vita kwa hii biashara, acha basi niende kwa biashara ya samaki hii ndogo ndogo, utashangaa na kwa biashara ya samaki vita itaikuta. Hata ukisema labda wananipiga vita kwa sababu hii vita niko nafanya samaki, acha niende basi niuze nyanya. Hata ukienda kuuza nyanya utakuta vita. Hata ukienda kwa mandazi utakuta vita. Bwana tusaidie sana. Hakuna kitu chochote ambacho utakifanya ambacho ndani mwake hamna vita. Hakuna. Kwenye chaki maisha yetu, maendeleo yake ya kimwili, lazima kuna vita. Iwe ni kwenye maendeleo ya maisha ya kiroho, lazima kuna vita. Kuna vita pande zote, kwenye zote, kwenye kona zote kuna vita. Hakikisha unapambana ili kusonga mbele. Bwana asifiwe. Ili usonge mbele, hakikisha unapambana. Tambua thamani ya maombi kwenye maisha yako. Maana unajua kwamba uko kwenye vita. Kama utambui kama uko kwenye vita, maombi haitakuwa na thamani kwako. Kwa maombi na thamani kwa watu ambao wanatambua kama uko kwenye vita, wako vitani. Maombi kwao ni ya thamani. Hata kwenye ratiba yao, kama nilivyotangulia kuzungumza, kwenye ratiba yao ya wiki wanaiweka. Kwa sababu natambua kama maisha ni vita. Maisha ni vita. Maisha ni vita. Kiroho, kimwili, maendeleo yetu ya kimwili, maendeleo yetu ya kiroho, familia zetu, kila kitu tunachokifanya kimezungukwa na uadui. Kimezungukwa na uadui. Hakikisha unafanya vita ili uweze kutoboa, ili uweze kusonga mbele. Hakikisha unafanya vita. Pasipo kufanya vita, utashangaa, utabaki pale pale, na wakati mwingine utarudi nyuma. Utabaki kwa zile hatua, na wakati mwingine zile hatua zitaanza kurudi nyuma. Na za kiroho, na za kiutumishi, na za kimaendeleo, utaanza kuona zinarudi nyuma. Unashangaa zinarudi nyuma. Kwa sababu gani? Haukubali kufanya vita. Kwa hatua zetu zote za maisha zimezungukwa na wadui, na hakikisha unatambua hilo na unafanya vita ili uweze kustahimili na kusonga mbele. Huwezi kustahimili, huwezi kuimarika na kusonga mbele kwenye hatua yoyote ya maisha usipokubali kufanya vita kwa bidii. Bwana tusaidie sana kwa jina la Yesu.